0 to 1. Uchambuzi wa kina sana wa mawazo yote makuu ya kitabu. Utangulizi. Kwa nini 0 to 1 ni kitabu cha kufikiri, sio cha kuiga? Kitabu 0 to 1 hakikuandikwa ili kumpa mtu njia rahisi ya kupata pesa, wala hakikuandikwa ili kumtia moyo mtu aanzishe biashara bila kufikiri. Kiliandikwa ili kubadilisha namna watu wanavyofikiri kuhusu maendeleo, kazi, biashara na hata maisha yenyewe. Ujumbe wake mkuu ni huu: maendeleo ya kweli hutokea pale mtu anapoumbwa kitu kipya kabisa, si pale anapoongeza kile kilichopo. Katika dunia ya leo, watu wengi wanaishi kwa kuangalia wengine. Wanaangalia kilichofanikiwa kwa mtu fulani, halafu wanaiga. Wanafikiri kuiga ni njia salama, lakini kitabu hiki kinakuja kuvunja imani hiyo kabisa. Kinaonyesha kuwa kuiga ni rahisi, lakini hakujengi mustakabali wa kweli. Wazo la kwanza: maendeleo ya aina mbili, kuiga na kuumba. Msingi wa 0 to 1 unaanzia kwenye wazo rahisi lakini zito sana. Mwandishi anasema maendeleo duniani yapo katika aina mbili. Moja, maendeleo ya kuiga, kuongeza kile kilichopo. Haya ni maendeleo ambayo watu wengi tunayajua. Mfano, mtu ana duka, mwingine anaiga kufungua duka. Mtu ana mradi, wengine wanaanzisha miradi inayofanana. Mtu ana teknolojia, wengine wanaiga. Hapa hakuna kitu kipya. Kitu kile kile kinaongezeka tu kwa idadi. Haya maendeleo yanaweza kusaidia watu kuishi, lakini hayabadilishi mwelekeo wa jamii. 2. Maendeleo ya kuumba, kutoka sifuri kwenda kitu kipya. Haya ni maendeleo machache sana, lakini ndiyo muhimu zaidi. Ni pale ambapo hakukuwa na kitu kama hicho kabla. Mtu anafikiri tofauti. Jamii nzima inabadilika baada ya hapo. Mfano wa karibu: MP ilibadilisha kabisa namna Watanzania wanavyotuma pesa. Simu janja zilivyobadilisha maisha ya kila siku. Haya ndiyo maendeleo ya 0 to 1. Ujumbe muhimu hapa ni huu: dunia haisongi mbele kwa kuiga, inasonga mbele kwa kuumba. Wazo la pili: kwa nini watu wengi hupenda kuiga? Kitabu kinachambua kwa undani sababu zinazowafanya watu wengi waogope kuumba kitu kipya. Sababu kuu ni hofu. Hofu ya kushindwa, hofu ya kuchekwa, hofu ya kupoteza muda, hofu ya kufanya kosa. Kuiga kunaonekana salama kwa sababu mtu anaona ushahidi wa mafanikio ya wengine. Lakini kitabu hiki kinakuja kuvunja imani hiyo kabisa. Kinaonyesha kuwa kuiga ni rahisi, lakini hakujengi mustakabali wa kweli. Wazo la tatu: ushindani ni mtego, sio baraka kila wakati. Hili ni moja ya mawazo yanayopingana na mafundisho mengi ya kawaida. Tumefundishwa kuwa ushindani ni mzuri, lakini 0 to 1 inasema ushindani mkali huua ubunifu na faida. Hebu fikiria mfano wa kawaida sana. Wauzaji wengi wanauza bidhaa moja. Wote wanapigania wateja wale wale. Bei zinashushwa. Faida inapungua. Mwisho wa siku, kila mtu anachoka na hakuna anayefurahia biashara. Kitabu hakisemi ushindani ni mbaya kabisa, bali kinasema kama unajikuta kwenye ushindani mkali sana, ina maana haujaumba kitu cha kipekee. Wazo la 4: monopoly, maana halisi kwa Kiswahili cha kawaida. Neno monopoly mara nyingi huonekana kama baya, lakini hapa linatumika kwa maana tofauti. Kwa Kiswahili chepesi, monopoly ni hali ambapo mtu au biashara inafanya jambo ambalo wengine hawawezi kulifanya kwa urahisi. Mfano wa kawaida: kama wewe ndiye fundi pekee mwenye mashine fulani, kama wewe ndiye daktari pekee wa huduma fulani, kama wewe ndiye mwenye huduma ambayo hakuna mbadala mzuri, hiyo ni monopoly. Kitabu kinasema biashara bora hulenga kuwa tofauti sana kiasi cha kuwa inakuwa peke yake. Hii huitwa monopoly nzuri kwa sababu
haitumii nguvu, haidhuru watu, inatokana na ubunifu. Wazo la 5: kuwa bora mara 10, si bora kidogo tu. Hili ni wazo muhimu sana. Kitabu kinasema, kitu kipya lazima kiwe bora sana kuliko kilichopo, si bora kidogo tu. Kama huduma yako ni bora kwa asilimia ndogo, inafanana sana na iliyopo, basi watu hawataona sababu ya kubadilika. Lakini kama ni rahisi zaidi, ni nafuu zaidi, ni haraka zaidi, au inatatua tatizo kubwa kwa njia mpya, basi watu watahama bila kushurutishwa. Wazo la 6: siri, ukweli ambao wengi hawauoni. Kitabu kinazungumzia sana dhana ya siri. Hapa siri haimaanishi jambo la kuficha, bali ukweli muhimu ambao watu wengi hawauoni au hawauamini bado. Mfano, watu walidhani biashara ya mtandaoni haiwezekani Afrika. Watu walidhani simu haiwezi kuwa benki, lakini wachache waliona kitu ambacho wengine hawakuona. Kitabu kinasema, kila mafanikio makuu huanzia kwenye siri moja. Wazo la 7: kufikiri mbali, si faida ya haraka. 0 to 1 inakosoa sana tabia ya kutaka matokeo ya haraka. Dunia ya leo inapenda mafanikio ya leo, pesa za leo, umaarufu wa leo, lakini mwandishi anasema, mafanikio ya kweli yanahitaji subra na maono ya muda mrefu. Biashara kubwa hujengwa kwa miaka, mipango na uvumilivu, sio kwa kukimbilia matokeo ya haraka. Wazo la 8: timu, uongozi na utamaduni. Kitabu kinaonyesha kuwa wazo zuri bila watu sahihi halina maana. Timu bora inaamini wazo moja, inaaminiana na inaelewa mwelekeo. Kuajiri watu kwa vyeti pekee ni kosa. Muhimu zaidi ni je, mtu ana mtazamo unaofanana? Je, yuko tayari kujifunza? Wazo la 9: 0 to 1 katika maisha ya kawaida. Hata kama huna biashara, falsafa ya 0 to 1 inakuhusu. Inakufundisha kazini kuwa mtu wa suluhisho, si wa kuiga. Shuleni kufikiri kwa njia mpya. Maisha binafsi kuacha kufuata mkumbo. Swali lake kuu ni, je, ninaongeza tu au ninaumba? Wazo la 10: 0 to 1 kama falsafa ya maisha. Mwisho kabisa, 0 to 1 si kitabu cha biashara tu, ni kitabu cha ujasiri wa kufikiri tofauti, kukubali hatari za akili, kuamini mawazo yako. Kinakufundisha kuwa dunia inabadilishwa na wachache wanaothubutu kuunda, si wengi wanaoiga. Hicho ndicho kiini cha 0 to 1.